Ukiwa na tabia nzuri za kifedha zitakusaidia wewe kuweza kufikia yale malengo yako. Kuna watu ambao hawana mapato makubwa lakini wana tabia nzuri za kifedha na zinasaidia kwamba wanaendelea kukua kifedha. Na kuna watu wengine ambao wana mapato makubwa lakini kwa sababu tabia walizonazo za kifedha sio nzuri sana, unakuta kwamba wanachelewa kufikia yale malengo yao ya kifedha. Leo nataka kuongelea tabia 7 ambazo ukiwa nazo zitakusaidia wewe kuweza kukua kifedha, kuweza kuwa tajiri. Karibu. Tabia ya kwanza nzuri ya kuwa nayo ya kifedha ni kwamba acha kutumia hela kufurahisha watu wengine. Hii ni moja ya sababu inawafanya watu wengine wazidi kuwa na madeni mengi sana, wasiweze kufikia ile malengo yao ya kifedha. Wanatumia hela yote kwa sababu tu unataka kumfurahisha mtu mwingine. Unanunua simu nyingine ya toleo jipya kwa sababu tu rafiki yako anao simu hiyo. Unanunua dhahabu kwa sababu tu umeona mtu mwingine ana dhahabu. Unanunua gari lipya kwa sababu tu kila mtu, marafiki zako wote wana magari mapya. Hii ni moja ya tabia ambayo inatufanya tuendelee kuwa nyuma zaidi kifedha. Wewe tafakari, je, hichi kitu ambacho nataka kununua, kwani nataka kununua ama ninanunua tu kwa ajili ya watu wengine? Kuna haja ya kila kununua hichi kitu? Je, nataka kununua gari jipya. Hili gari nililonalo halitanisaidia, lina shida gani mpaka nataka kununua hilo gari jipya? Ukiweza kutumia hela yako kwa jinsi wewe mwenyewe unavyotaka, kwa ajili ya kuishi maisha yako wewe, utashangaa kwamba unaendelea kuzidi kuwa mbele kifedha. Ukiweza kutumia hela yako kwa mipango yako wewe bila kuangalia watu wengine wanataka wewe ufanye nini, utashangaa kwamba unaweza kutimiza yale malengo yako ya kifedha. Tabia ya pili nzuri ya kifedha ni tumia muda wako vizuri. Anza kutumia muda wako vizuri. Anza kufikiria, je, nifanye nini ili huu muda nilionao naweza nikapata yale matokeo makubwa zaidi ambayo yatanisaidia mimi kuendelea. Kuna hii kanuni ambayo inasema kwamba 80% ya matokeo yako yatatokana na 20% tu ya juhudi zako. Kwa hiyo anza kuangalia, je, ni vitu gani hivi ambavyo ninavipa muda sana lakini havinipeleki mbele, haviniendelezi mbele, na ni vitu gani hivi ambavyo nikikaa zaidi, nikivifanya zaidi vitanipeleka mbele. Kwa huu ni muda wa kuanza kufikiria, je, kuna kozi ambayo nataka kufanya, labda ukiifanya itakusaidia uweze kuongeza mapato yako, ama utapata promotion, ama utapata kazi nyingine. Je, unataka kwenda kwenye ile workshop, labda itakuwa inaongelea kuhusu mambo ya kifedha, ama utaanza kujua kuhusu uwekezaji. Anza kutafakari, hivi muda wangu mimi ninavyotumia ni vizuri na utumia vizuri ama unanipotezea muda na mwisho wa siku ni hela hii ambayo inapotea. Tabia ya tatu ya muhimu zaidi kwa nayo ya kifedha ni kwamba anza kuweka malengo ya kifedha. Anza kujua kwamba unataka kuwa wapi, baada ya muda gani, unataka kuwa na fedha kiasi gani, unataka kuwa na malengo gani ambayo umeyatimiza. Ukianza kuwa na haya malengo itakusaidia wewe mwenyewe kwamba uwe focused, kwamba hili sio lengo langu, sitatumia muda wangu, sitatumia hela yangu. Ni vizuri zaidi kukaa chini kusema sasa hivi niko hapa, labda ninapokea mshahara kiasi gani, mapato yangu yako hapa. Nataka kwenda hapa baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitano. Ili niweze nikafika hapo, natakiwa kufanya nini? Natakiwa nifanye A, B na C. Ukianza kuwa na malengo itakusaidia kwamba unatumia muda wako ili kutimiza yale malengo yako, na pia utakuwa utumie hela kwa sababu unajua kabisa kwamba lengo hili linahitaji kiasi hichi cha hela, lengo hili linahitaji kiasi hichi cha hela. Labda natakiwa ninaweka kila mwezi natoa shilingi fulani kwa ajili ya ile lengo langu. Labda nataka kusafiri, nataka kufanya masters ni shilingi fulani. Ili niweze nikaa na hiyo hela, natakiwa ninaweka kila mwezi shilingi fulani ili kuweza kutimiza hayo lengo. Ukiweza kuwa na malengo ya kifedha na kila miezi miwili unakaa chini tena unayaangalia, hivi niko mbioni kuyatimiza, utashangaa kwamba na wewe mwenyewe unazidi kukua kifedha. Tabia 4 ya kuwa nayo ni kwamba ishi chini ya kipato chako. Lazima uweze ukaishi chini ya kipato chako. Kwa mfano, labda kipato chako ni 1,000,000. Anza kutafakari, je, hivi kipato changu kingekuwa 800,000 ningekuwa naishije? Hiyo 200,000 ya ziada unaichukua, unaanza kuiwekeza. Sio kwa sababu tu mapato yako yameongezeka, mshahara wako umeongezeka na wewe ghafla matumizi yanaanza kuongezeka. Hapana. Lazima uweze kuishi chini ya kipato chako ili maisha yako yawe mazuri zaidi. Mara nyingi huwa nasema kwa mfano kwamba nimeongezewa mshahara na nilikuwa sijapangilia kuongezewa. Nakaa chini najiuliza, nitakaa tu kama vile mshahara wangu haujaongezwa, hiyo hela yote iliyobaki ambayo nimeongezewa naanza kuiwekeza. Utashangaa kwamba uwekezaji wako unakuwa zaidi na zaidi. Baada ya miaka 2, 3, 4, 5 unakuwa sehemu tofauti kabisa kuliko pale ulipokuwa mwanzoni. Kwa hiyo ishi chini ya kipato chako, usiwe na matumizi makubwa zaidi ya mapato yako. Tabia ya 5 nzuri ya kuwa nayo ni kwamba
anza kuwa na budget. Tengeneza budget. Budget ni kuipa matumizi hela yako. Anza kujua kwamba mimi ninapokea mapato shilingi fulani, matumizi yangu yako kiasi fulani, na kwenye budget lazima uweke hela ya akiba na hela ya uwekezaji. Mimi siku zote huaga na budget. Kila mwezi najua kabisa mapato yangu ni shilingi fulani, nataka kutumia kwenye hapa na hapa, nataka kuwekeza shilingi fulani. Na ikitokea kwamba mwezi labda nimepata hela ambayo nilikuwa sijategemea, hata hiyo yenyewe naweka kwenye budget. Labda nitaweka yote kwenye uwekezaji, ama nitatumia hela kidogo, hiyo hela nyingine yote naweka kwenye uwekezaji. Kwa ni vizuri zaidi anza kuweka budget. Anza kuiambia hela yako unataka ikufanye nini. Utashangaa tu kwamba malengo yako ya kifedha yanatimia. Unaanza kutumia hela yako kwenye vile vitu ambavyo ni vya muhimu zaidi kwako. Tabia 6 nzuri ya kuwa nayo ni kwamba acha zile tabia zinazokumalizia hela. Tafakari maisha yako. Je, kuna tabia gani hizi ambazo zinanimalizia hela ambazo ningekuwa nimejipangilia vizuri nisingekuwa ninatumia hela yote hii? Anza kutafakari. Je, kuna labda bando vifurushi ambavyo huwa unakata kila mwezi lakini utumie? Je, labda unaangalia TV sana? Je, kuna umuhimu ama unaweza ukaamua kwamba labda upunguze muda wa TV, unaweza kusoma ile kozi ambayo unataka kusoma, ama unasoma vitabu? Anza kutafakari. Labda ulikuwa unataka kununua gari lipi? Je, kuna umuhimu ama unaweza ukakaa na ile gari lako kwa mwaka mwingine zaidi alafu ndo ununue baadaye? Kwa sababu ukiweza kuangalia zile tabia ambazo zinakumalizia hela, utashangaa malengo yako ya kifedha unaweza kutimiza. Labda unakunywa sana, labda unatumia hela nyingi sana kwenye sherehe. Anza kutafakari, je, nifanye nini niweze nikapunguza haya matumizi, na hiyo hela ambayo inabaki unaanza kuiwekezea. Utashangaa kwamba unaendelea kusonga mbele kifedha. Na tabia 7 muhimu zaidi ya kuona ni kwamba anza kuzipa hela yako matumizi. Anza kutafakari kwamba je, mwezi huu natakiwa nifanye nini na nini na nini? Natakiwa nitumie hela yangu kwenye matumizi gani? Wewe unaipa kazi hela yako. Kama kwa mfano labda unakuta labda unatumia hela nyingi sana na ulikuwa hujapangilia, unaweza kuamua kabisa kwamba nitatengeneza account ya sherehe tu, ya starehe. Kila mwezi unapeleka hapo hela. Ukishatumia hela zote basi unasubiria mwezi mwingine. Unakuwa na account labda mfuko wa dharura. Kitu kikitokea ambacho ulikuwa hujapanga kikitokea, una hela ambayo unaweza ukatoa. Unakuwa na account nyingine kwa ajili ya uwekezaji. Kila mwezi ukipata tu hela yako unaweka huko. Utashangaa kwamba kwa sababu kuna account za kila kitu, yani inakuwa sio shida sana. Ukishatumia hela yako kwenye sherehe ndo basi tena mpaka mwezi ujao. Dharura ikitokea, kuna hela ambayo unaweza ukatoa kwenye ile account ya dharura. Uwekezaji wako unazidi kukua kwa sababu kuna account ambayo ni ya uwekezaji. Kila mwezi hela inaenda hapo moja kwa moja. Haya ndio yote kwa leo. Haya ndio mawazo yangu ya tabia mbalimbali za kuwa nazo ili uweze kuendelea kifedha, ili uwe tajiri. Kama umefurahi video na hujasubscribe kwa channel yangu, tafadhali subscribe. Kama una comment yote unaweza kuongeza hapo chini kwenye comment section. Tutakutana tena siku nyingine. Kwa heri.